Basi katika hii ibada yako takatifu, zaidi ya yote mapenzi yako yatimizwe. Tunajiachia mikononi mwako tukiamini tuko salama. Ndilo ombi letu kupitia jina lako Yesu, uliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Leo tutakuwa na somo linalosema dakika za thamani. Yumkini ukawa unajiuliza swali, dakika za thamani ni dakika za namna gani? Ama ni zile ambazo wale marefali wa mpira wa miguu wanaziongeza baada ya zile dakika 90, na hivyo unaona wachezaji wakijituma kwa jasho na bidii kubwa ya hali ya juu? Au ni zile dakika ambazo mgonjwa aliyeko katika chumba cha hospitali anakuwa akitapatapa na kutafuta msaada fulani? Au ni dakika za namna gani? Na hivyo leo tutakuwa na tafakari inayosema dakika za thamani. Fungu kuu tumesomewa kile kitabu cha Luka sura ya 23 na ule mstari wa 42, na hivyo nitaeleza tu kwa ufupi kidogo ya kwamba katika kitabu cha Luka ama injili ya Daktari Luka, kabla tujafika hiyo sura ya 23, kuna matukio mengi yaliyoorodheshwa hapo, tukianza na habari ya Yesu kushiriki katika sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, ama kwa maneno mengine sikukuu ya Pasaka. Baada ya Yesu kushiriki katika sikukuu hiyo ya Pasaka, tunaona namna anavyopitia katika matukio mengi, na moja ya tukio maarufu sana ni lile tukio la Yesu kusalitiwa na mwanafunzi wake mahiri Petro. Isitoshe, baada ya matukio hayo tukasogea mbele kabisa, tukaona tukio lingine linalozungumza habari ya Yesu kuelekea katika kukamilisha ile safari yake ama ule mpango wa wokovu. Na hivyo kitabu cha Luka sura ya 23 kinaelezea habari ya namna Yesu alivyokuwa amesimama na makutano na hata akapelekwa kwa Pilato. Biblia iko wazi inaelezea kwamba Yesu anapopelekwa kwa Pilato alikuwa amesakamwa kwa muda mrefu sana. Na tunaposoma habari zake katika injili ya Luka, tunaambiwa ya kwamba Pilato na Herode walikuwa hawana urafiki wowote ule uliokuwa hapo umedumu baina yao hapo awali. Lakini ilipofikia katika namna ya kumsulubisha Yesu ama kumshtaki Yesu, walijikuta wamekuwa na umoja ama na ushirikiano katika kumshtaki nani? Yesu Masihi. Na habari hizo zinapatikana katika ile Luka sura ya 23 na ule mstari wa 11. Anasema, basi Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri, kisha akamrudisha kwa Pilato. Basi siku ile Herode na Pilato walipatana kwa urafiki, kwa maana hapo kwanza walikuwa na uadui wao kwa wao. Herode na Pilato hawakuwa na urafiki wowote, lakini ilipofika katika mpango wa kumkamata Yesu, walijaribu kuungana ili kukamilisha jambo lao. Kwa maana nyingine ni kwamba shetani alikuwa nyuma akiwasukuma kukamilisha ajenda zake. Lakini habari njema ni kwamba katika harakati za kumkamata Kristo, pasipo kujua, ndivyo walivyokuwa wakiharakisha na kukamilisha mpango wa wokovu kwa ulimwengu. Haleluya. Na Pilato akawakutanisha wakuu wa makuhani na wakubwa na watu, akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami natazama nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliomshtaki. Zipo kesi nyingi mahakamani si za kweli na watu wanaweza kufungwa. Haya mambo aliyozungumza hapa Pilato yapo hata katika ulimwengu wa leo tulionao. Lakini habari inaendelea, anasema, wala hata Herode kwa mambo yake mbele yenu, ila hakuona kosa lolote. Ni habari nyingi ambazo sitataka kuzizungumza, lakini najaribu kueleza toka sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu mpaka Yesu anaingia kukamatwa na kundi ambalo lilikuwa limechanganyikana kati ya Warumi na Wayahudi, wakiona Yesu anaharibu ufalme wao ama utawala ambao wao walikuwa wana maslahi nao au wamedumu nao kwa muda mrefu. Yako mambo mengi ambayo hatuwezi kueleza yote. Kwa ufupi tu ni kwamba Yesu aliziakiwa, alitemewa mate,
aliwekwa taji ya miba na mambo mengine mengi yasiyokuwa ya kustahili, lakini Yesu alivumilia na kufanyiwa fitina za namna nyingi. Na kitabu cha Roho ya Unabii kinaeleza ya kwamba ni tumaini la vizazi vyote. Katika kundi kubwa lililokuwa likipiga kelele ya kwamba Yesu asulubiwe, asulubiwe, mapepo na mashetani yalikuwa yakihamasisha Yesu asulubiwe, lakini pasipo kujua walikuwa wakijiandaa kukamilisha mpango wa wokovu kwa wanadamu na jamii yote ambayo imeanguka katika dhambi. Hii zilikuwa ni habari za kuhuzunisha sana. Unapoendelea mbele katika mstari wa 33, neno la Mungu linasema, na walipofika mahali palipoitwa fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu. Kabla hatujasogea mbele kidogo, somo letu linasema dakika za thamani. Watu wengi yumkini tukawa tunajiuliza, hivi ni kwa nini Yesu alisulubiwa na wahalifu wawili pale msalabani? Kwa nini asisulubiwe na wahalifu 5, 10? Yawezekana tukawa na maswali ya namna hiyo. Lakini pia kwa nini aliwekwa kati ya wale wahalifu wawili? Yesu aliwekwa katikati. Wanazuoni wa theolojia wanasema Yesu alisulubiwa na wahalifu wawili. Yule aliyekuwa mkono wa kushoto, nitaomba tusome kidogo katika Luka sura 23 mstari wa 33, anasema, na walipofika mahali palipoitwa fuvu la kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Biblia haijataja majina ya wale waliosulubiwa na Yesu, lakini wanazuoni wa Biblia wanasema yule aliyekuwa upande wa kushoto alikuwa anaitwa Gestas, na yule aliyekuwa upande wa Yesu wa kulia alikuwa anaitwa Dismas. Sasa Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake wakapigia kula, katika mstari wa 34. Na huu ulikuwa ni utimilifu wa unabii katika kile kitabu cha Zaburi sura 42 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linaposema, wakachukua mavazi yangu wakayapigia kula. Yesu kufa msalabani ulikuwa ni utimilifu wa unabii uliotabiriwa tangu Agano la Kale ya kwamba atakuja. Na habari hizo zinaelezwa vizuri katika ile Isaya sura ya 53 na ule mstari wa 12. Nitasoma. Neno la Mungu linasema hivi, kwa hiyo nitawagawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Yesu alipokuwa akisulubiwa pale msalabani ulikuwa ni utimilifu wa unabii uliokuwa umeelezwa katika kitabu cha Isaya sura ya 53, hasa lile fungu la 12 linapoelezea namna Yesu alivyotendewa. Yesu amepitia safari ndefu ya dhihaka, dhuluba, matukano. Yesu anasingiziwa, anaambiwa mambo mengi ambayo yanaumiza, lakini Yesu anakuwa mpole kama kondoo. Kitabu cha Isaya sura 53 kinaeleza kama kondoo aliyekuwa akipelekwa machinjioni. Haonyeshi kushutumu, haonyeshi kupambana, amekuwa mpole, angali analo jambo la kwamba lazima akamilishe mpango wa wokovu kwa jamii iliyoanguka katika dhambi. Sasa katika ule mstari wa 23, sasa tunaposoma hilo fungu la kuanzia 33 na 4 na kuendelea, yule aliyekuwa upande wa kushoto alikuwa ni mwivi na aliyekuwa upande wa kulia alikuwa ni mwivi. Nimesema aliyekuwa upande wa kushoto, wanazuoni wanaeleza alikuwa anaitwa Gestas, lakini aliyekuwa upande wa kulia ama mkono wa kulia wa Yesu alikuwa anaitwa Gestas. Kwa maneno mengine wao wanamuita mwizi mzuri. Baadhi ya wanazuoni wanasema good thief. Katika habari hizi, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote cha Kiingereza ukurasa wa 440 kinaeleza ya kwamba sababu ya Yesu kuwekwa katikati ya wahalifu wawili
ilikuwa ni ishara ya kwamba Yesu alikuwa ni mdhambi mno kuliko wale wahalifu wawili katika tamaduni zilizokuwapo katika zama hizo. Kwa hiyo Yesu aliwekwa katikati ya wale wanyang'anyi, kwa maana kwamba alionekana ni mdhambi mno, alikuwa na makosa makubwa, aliweka dhambi pasipo kujua ya kwamba ndiye alikuwa ni Mwokozi anakuja kuukomboa ulimwengu. Katika tamaduni zile alionekana Yesu anastahili kukaa katikati. Anasema watu wakasimama wakimtazama, wale nao wakuu walikuwa wakifanya mzaha wakisema, aliokoa wengine, ajiokoe na mwenyewe. Mzaha katika maisha ya kawaida ya kila siku si jambo geni, yalikuwepo katika zama za kale. Wakati fulani nikiona mtu anatukanwa, anachanganyikiwa, Yesu alitukanwa, alifanyiwa mzaha, alitemewa mate, mavazi yake yalipigiwa kula, lakini aliwekwa hadi taji ya miba kama dhihaka. Mungu aliyetuumba wanadamu anafanyiwa namna hiyo. Sasa katika sura inayoendelea anasema hivi, wakisema aliokoa wengine, ajiokoe mwenyewe. Na kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake, wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na wakimwekea siki katika kichwa iliyokuwa ikichuruzika, huku wakisema, mstari wa 37, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Yesu anapitia dhihaka, anapitia maneno yasiyostahili, lakini akiwa anaazimia kuokoa jamii ya wanadamu iliyoanguka katika nini? Katika dhambi. Nilipojifunza habari za Yesu nikasema, kumbe mimi nikifanyiwa dhihaka, mzaha, dharau na mambo mengi yasiyofaa, ninatakiwa nimtazame Yesu aliyekuwa msalabani. Anasema katika mstari wa 38, na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mstari wa 39 anasema, na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Aliyekuwa upande wa kushoto sasa, Gestas, kwa maelezo ya wanazuoni, ndiye aliyetamka maneno ya kumtukana Yesu. Ni mara ngapi tumekuwa tukitukanwa katika maisha ya kila siku? Mbona Yesu hakurudisha matukano? Mbona alinyamaza kimya? Tunapaswa kuchukua kielelezo cha Yesu kama yalivyomtokea katika ule msalaba wa Calvary. Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini hata Mungu nawe katika hukumu hiyo? Kiulizo. Yaani kama dhihaka na maneno mabaya aliyowahi kutamkiwa Yesu, basi alipatikana katika sura hii. Kama wewe ni Mungu, basi ujiokoe. Lakini ninampenda Yesu kwa sababu alikaa kimya wala hakurudisha chochote. Lakini somo letu linatuambia dakika za thamani. Katika dakika hizo za thamani kulikuwa na nini cha muhimu? Kulikuwa na nini cha pekee na cha tofauti? Habari zilizopo katika Luka sura 23 mstari wa 40 na kuendelea zinapatikana pia katika kitabu cha Mathayo ile sura nadhani ya 27 fungu la 38. Baada ya maneno mabaya ya huyu mhalifu aliyekuwa upande wa kushoto wa Yesu, kumdhihaki, kumtukana na kumuona Yesu hafai kabisa, Yesu si chochote, kama yeye ni Mungu, alifanya ishara na miujiza, kwa nini anashindwa kujiokoa yeye mwenyewe? Na ndipo habari njema zinapopatikana katika dakika za thamani, dakika za lala salama, ambazo mwivi aliyekuwa upande wa kulia wa Yesu, akiwa katika dakika zake za mwisho, alijaribu kuzungumza maneno ninayoweza kuyasoma yakisomeka katika namna hii ya kwamba, lakini yule wa pili, mstari wa 40 sasa, akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo, nayo ni ya haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Haleluya. Habari njema zinaonekana kwa mwivi aliyekuwa upande wa kulia, akiguswa na hatia ya kwamba, kwa nini unamtukana Kristo ambaye yeye hakustahili hukumu kama ambayo sisi tuko nayo? Sisi tumestahili kwa matendo yetu mabaya, lakini huyu hakustahili.
anapozungumza habari ya kwamba kisha akasema, e Yesu unikumbuke. Na ndipo somo langu linaposema dakika za thamani. Katika dakika za thamani, dakika za kulala salama, dakika za mwisho wa safari yake ya maisha, akijua ya kwamba sina tumaini tena katika maisha ya unyang'anyi na uhalifu aliokuwa akiishi, ndipo anapopata tumaini na kumwambia Yesu,